Yes, asante kwa kufuatilia na kuendelea kutazama Ayo TV pamoja na millardayo.com. Najua ni mara nyingi sana umewahi kuona watalii wakiwa wanatoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za utalii. Lakini kuna wengine ambao huwa wanaenda baadhi ya nchi, na labda wengine wanaweza kaa natoka Marekani na wakaingia Tanzania wakakaa labda siku 3 au wakakaa mwezi, alafu baadaye wakarudi kwenye nchi yao. Okay, vipi nikikukutanisha na kijana ambaye anaitwa Ansh Mishra ambaye yeye ametokea nchini India. Yeye bana hajachukua gari, hajachukua usafiri ambao anatembea nao wala nini. Yeye anatembea kwa miguu, lakini kuna sehemu nyingine akifika anaomba msaada, na lengo lake anatuambia anatamani kuzunguka nchi zote ambazo zipo duniani. Anatamani kuzunguka dunia nzima. Anaishi vipi? Fedha za kukaa kwenye baadhi ya nchi ambazo anapita anazitumia vipi au anazitoa wapi? Kwa sababu tunafahamu sio rahisi sana kuzunguka sehemu alafu mwambie mtu kwamba nataka niende sehemu fulani akusaidie kitu fulani, inakuwa ni ngumu kidogo. Sasa yeye atatuambia ameshazunguka nchi kadhaa, na mpaka sasa hivi ameshatumia zaidi ya siku 100 kuzunguka hizo nchi, na ameshazunguka nchi ya Kenya na anasema anatarajia kuzunguka nchi ya Tanzania kwa zaidi ya miezi 3. Yote kwa yote tutakaa naye hapa kwenye exclusive ambapo atakubali kutueleza mambo mengi ambayo nafikiri wewe mwenyewe utayafahamu. Lakini pia tuna mtu mwingine hapa ambaye anatoka kwenye masuala ya utalii, atajitambulisha, lakini pia yeye atatumika kama mkalimani kutafsiri baadhi ya vitu ambavyo nafikiri wewe utatamani kuvifahamu zaidi. Ni follow pale Instagram, natumia goditz_ayotv kwa ajili ya kunisogezea update pamoja na taarifa nyinginezo mbalimbali. Nyuma kamera yuko Baraka. I say, how are you? Karibu sana Tanzania, and to you. Okay, you are so welcome Tanzania. Thank you so much, and thanks for all this like hospitality, especially in being in Tanzania. I crossed border from Uganda to Tanzania on 7th of April from Mutkula border. How do you feel? Okay, so for this I should start this is the first time in Africa continent, and first time in Africa, like all these countries. So when I was coming to this Africa continent, like when I started to decide like I'm going to do like my travel of way, which I'm doing. So people was having so much, rumors and assumptions and phobias. Oh, are you sure you're going to Africa and all those countries, and now you are in these countries, so how you're going to feel and all those things. So but let me tell you my honest answer and the experiences which I got from all people till today, starting from Kenya till Tanzania. Like it has been amazing experience so far in my life, especially in traveling. Kaka salama. Salama kaka. Mambo vipi? Popo. Unaitwa nani, mtu ambaye anakuangalia jua jina lako? Okay, kwa majina naitwa Ian Moim, natokea Information Center Arusha. Tunatoa information kwa ajili ya watalii, na tulimpata bwana Anshi hapa. Ni mtalii wa kipekee sana na nimefurahi pia mpo naye. Yeye kikubwa alichosema ni kwamba ulimuuliza alijisikiaje kuwa Tanzania, na kitu kikubwa alichosema mwanzoni wakati anataka kuja, watu marafiki zake, familia, watu wanapotokea kwao walikuwa na uoga kidogo. Utaishije Afrika? Utaendaje Afrika? Mazingira mageni. Lakini yeye amesema kutoka moyoni aliona Afrika ni sehemu tofauti kabisa, na alipofika experience culture na utamaduni wa watu tofauti kabisa, na alijisikia yuko nyumbani na alijisikia amani. Ndio. For this now the purpose which I'll tell you that why I'm traveling like this way, and especially this question which everyone is having in their mind, how it is possible, especially if you're traveling for long journey. So I should start like this, that I'm an Indian nomad hitchhiker. As people know, like Ansh Mishra, an Indian nomad hitchhiker who is willing to travel every single country in this world while hitchhiking only. So what does it mean, hitchhiking? Hitchhiking is basically a term where you take a lift from strangers, which you call strangers, and moving from one place to another place without spending or without taking any money or without giving any money to anyone. It's just like a mode of transportation. So this is the way which you can take. Like you can ask for a lift from any person whenever you are on highway, and if that person is going to offer you a lift without any charge, so you can move from that place. So that is the way of transportation which I'm able to do. Now, why I'm doing like this? People say we need money for travel. If we want to go to Dar es Salaam, we need money. If we want to go to Zanzibar, we need money. So how you can do this? Let's suppose I'm from a poor family, or let's suppose even I'm a millionaire or billionaire, but maybe I'll find there is an incident at that time which I'm not having anything in my pocket. And at that place, I don't know any person also.
and I don't know any local language also. In that case, what should I do? So you need to find the way how you can travel at that time also. So these are the method and way which you can find out to make your travel very easy, and you can go anywhere in your life. So that's how you can overcome with traveling. And other things are also like things like while staying. Now for traveling, there are three major things for transportation: food and stay. So you need to manage. Let's suppose if I'm saying that I'm traveling on zero budget, like almost zero money, so how I'm able to do? So transport, I told you, like I can travel like this way while taking lift from one place to another place. For stayings, now there are lots of options. We always think, oh, we need pre-booking, we need hotels, we need good resort wherever we want to travel. So let's suppose if you don't have again money, so what you're going to do? Now, there are so many places. First thing, you need to come out from comfort zone. If you're sitting in your AC room and you're thinking, oh, I'll be enjoying my life in Zanzibar, Iceland, so it is not going to happen until unless you're not going to think about that. So better you plan like that way. So there are many ways, like Couchsurfing is a platform which is known for travelers, where you can have your account like Facebook, and where people are willing to host you without any money also. Apart from this, there are many things you can stay in. Like I have stayed while traveling in petrol station, gas station, police stations, park, outskirts of restaurants, everywhere, temples, mosques, church, wherever you find, you can stay. People are not going to ask any money. So these are the options which you can find out for traveling. Bwana Anshi amesema yeye anavyozunguka anatumia utalii unaitwa hitchhiking, au hitchkers. Huu ni usafiri ambao unasafiri kwa kuomba lifti. Umeelewa? Kwa mfano unatoka Arusha kwenda Dar, unasimama unaomba lifti, utapewa hadi Moshi, Moshi utapewa lifti hadi Tanga, Tanga utafika hadi Dar es Salaam. Utanyimwa lifti, sehemu nyingine utapata lifti. Na kikubwa alichosema, kwa mfano unaweza ukaanza mtalii anahitaji kulala hoteli, kula chakula kwenye migahawa mizuri. Lakini yeye anachotumia kufanya, kuna mtandao kwa mfano platform inaitwa Couchsurfing. Iko kama Facebook lakini kwa ajili ya host na traveler. Host ni mtu anayekaribisha watu na traveler ni mtu anayesafiri. Kwa hiyo mtandao kama huu watu wanajiunga. Umeelewa? Unakuwa unamuomba mtu, naomba nakuja Arusha, naomba nifikie kwako. Yule mtu anakukubali. Kutokana anaangalia CV yako na kukubali. Kwa yule mtu atakupokea, atakupa malazi, atakupa chakula, na saa nyingine anaweza akakusaidia usafiri. Lakini kikubwa hitchkers ni wasafiri ambao wanategemea lift kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na amesema kikubwa pia amelala polisi, amelala vituo vya gesi, vituo vya mafuta, Shell, amelala kwenye migahawa. Kwa hiyo ndio hivyo, amelala misikitini, makanisani. Kwa hiyo usafiri wake umekuwa hivyo, ndio maana anaweza kuwa hapa anatembea bila budget, bila hela yoyote, na anafika nchi zote. Ndio. Okay, how many days do you expect it to be in Tanzania? Almost I'm planning, because as a being tourist, as a traveler, I got visa for 3 months. So of course I'm going to stay for almost 3 months so that I can cover entire district of Tanzania. That's what my plan till now. But if I like more, maybe I'll try to stay for 3 months more. That's what my plan for, especially in Tanzania. So I should say that's the one important thing which I want to tell to entire world why I'm doing like this way. Especially I want to give a kind of a spark in all those persons' life, a kind of inspiration, like whosoever having excuse that we can't do anything in our life, especially if we are lacking some resource, though it's terms of money or any other things, though it's like professional, careers, job, business, anything. So I'm not in my comfort zone right now. And people especially say, if you're going to anywhere, any place, like now in Africa continent I am right now. So people have lots of rumors, phobia and assumptions. Don't go, don't talk, don't do this. People will misbehave, people will misguide and do many things with you. So I'm here to prove entire world, Africa is not what you always think. Africa is rich. Africa is the second largest continent in this world. Most second populous continent in this world. You have biggest lake in this world, that is Nile River. All those things you have. Mount Kilimanjaro, you have second tallest, like a peak point in Africa, in Tanzania only. So Africa is rich in minerals, in resources, wildlife, especially which I should tell to people, hospitality, care, love, support, which I'm getting from local people, that is amazing. This even I was not expecting that I will be able to hitchhike in Tanzania, in Uganda, in Kenya, very, very easy way. Boda guy, matatu guys, taxi drivers, they are giving, truck, trailers, everyone is giving me lift without asking for anything, any expectation to me. So that's the reason that I wanted to tell to people, please try to visit Africa continent with open mind.
not with any assumptions or rumors. Anshi amesema ana sababu kubwa mbili zilizomfanya kufanya hichi kitu. Umeelewa? Sio kwamba ana shida na pesa na nini, lakini hichi kitu ameamua kufanya kwanza ni kuwapa watu sababu, watoe ile sababu kwamba siwezi nikasafiri kwa sababu sina pesa. Kuelewa kwamba unaweza ukasafiri hata kama ukiwa huna pesa. Lakini jambo kubwa ambalo lingine nimelifanya ambalo ni nia yake, hata mimi nimefurahi, ni kuonyesha na kufungua mawazo ya watu kutoka mataifa mengine kwamba Afrika sio vile mnavyofikiria. Afrika sio sehemu watu wengi wanafikiria nikija Afrika nitatekwa, nitakutana na waizi, nitadanganywa, nitatapeliwa, hoteli zitakuwa chafu, watu hawana ungwana, lakini yeye anafanya hivi na ana YouTube channel ambayo anaonyesha kila activity anayofanya, anaonyesha ungwana alioupata. Amekutana na watu wa bodaboda, amekutana na watu wa matatu. Wote wanamuonyesha ungwana, wanampa msaada, wanampa lifti, anatembea usiku, analala nje, anafanyaje na hajapata matatizo yote. Kwa anataka kuwafungua watu wa mataifa ya huko wenye dhana potofu kwamba Afrika sio sehemu nzuri, sio sehemu salama. Waifikiria Afrika katika njia chanya na sehemu chanya na waweze kufika. What your profession and what you do in your country? Okay. Yeah. By profession, I'm a software engineer. I did my degree in BC and MCA, and and apart from this, I worked for 5 years in corporate job, and then I left my job. Right now, I'm a full-time traveler and YouTube travel vlogger. So I am always willing to travel for making some small documentaries on my YouTube channel, which is Let's Roam India, and where like I'm trying to, and this Africa journey which I'm doing, I'm trying to capture every single tribe of entire Africa continent. So this is all about. About your restaurants? That is a second part. That's a professionals. And business. Because like after working 5 years, I left my job and then I started my business, which was because I did my MBA in HR. Like I was doing recruitment for hospitality industry, like campus recruitment for hotel, resort, and restaurants. And that's the reason, because I love traveling a lot, and I'm damn foodie. By the way, I'm chef as well, and all those hobbies made me you can say like a full-time traveler. And I had my business, and which is now going to be taken care from my brother, because now I have left everything. Now I'm totally focused into full-time traveling and vlogging and YouTube's career. Now I'll be needing support also from local people, right? Like how you can meet, especially that word I told you, that phobia. Don't talk with strangers. So that I want to break. Like if I'm going on road, still I'm greeting someone, habari, so I'm getting that positive response. So that is how, like, I wanted to, like, see, people say, we want to build just one house in our life, very good house. And many people, billion people died, even not able to make even a single house. My message to entire people, I'm traveling with help of humanity, wherein I'm able to make every single house, like house in every single city, every single town, every single country in the entire world. And I can feel I'm the richest person of this earth with help of humanity only, though I don't need money also. So this is the message which I want to give to entire people. So please join this cause and my journey while meeting, while hosting, wherever you are, wherever I'm reaching. With my journey, that is Let's Roam India, which is I'm trying to follow from YouTube. So that's how. Kikubwa anachosema ujumbe wake wa mwisho ni kuwafundisha watu, hasa anaomba Watanzania wajiunge naye kwenye safari yake, okay? Anachoomba ni kwamba anaposalimu habari, anaomba itikiwe salama. Anapenda ule ukarimu, ule uungwana, ili uweze kumsaidia safari yake kufika. Ametolea mfano, mtu anaweza kashindwa kutengeneza nyumba moja, lakini kutokana na binadamu anaokutana nao, kila mji, kila sehemu anajenga nyumba. Na ameomba pia mjiunge na hii safari yake kwa kumfuatilia kwenye channel yake ya Ansh Mashra ambayo ipo YouTube. Uone kutokea India mpaka hapa anapofika na kuendelea na safari yake, na anaomba support yenu kubwa sana popote anapopita. Akikusalimia umuitikie. Anaomba mvunje ile kuogopa kuongea bana, huyu ni mtalii, huyu ni mgeni. Hapana, yeye anachoomba ni support ya hali ya juu na upendo na ukarimu wa Tanzania.
So I'm active on my YouTube channel, which is like Let's Roam India, LETSROAMINDIA. That is also on Facebook and Instagram. Let's Roam India. Nafikiri tumeweza kumsikia kile ambacho yeye amekizungumza. Ni mtalii wa kwanza ambaye huenda akawa anavunja rekodi ya kuzunguka dunia nzima, na ameshaanza kama unavyoona, na sasa hivi yupo Tanzania na amepanga kuzunguka zaidi ya miezi 3, na ameeleza vitu vingi tu, kwamba jinsi ambavyo yeye mwenyewe anavyoishi, kwamba anakutana na watu mbalimbali wanamsaidia, anaomba lifti, na amesema kwamba yeye sio kwamba ni maskini, kwamba ni mtu ambaye anajiweza, lakini anataka kuondoa ile fikra potofu kwamba ukitaka kuzunguka sehemu au ukitaka kufanya kitu fulani lazima uwe na fedha. Na akasema kwamba fedha wakati mwingine sio kila kitu. Kuna wakati mwingine fedha inaweza isikusaidia, lakini anasema anachokiomba kwa Tanzania au popote pale anapokwenda ni ule ukarimu, kwa sababu sasa hivi bado hajafahamu kuzungumza Kiswahili, lakini pale ambapo atakutana na wewe kuna baadhi ya vitu ambavyo atavizungumza, na nafikiri utakuwa umemuelewa. Okay, haya ni maongezi tu ambayo tumeyafanya kwa ufupi kuhusiana na hayo ambayo ameyazungumza. Hii ni AyoTV pamoja na millardayo.com. Naitwa Godfrey Thomas Ngomba.